Amani iwe juu yako mfuatiliaji unayetutazama hivi sasa. Mbele yako aliyeketi ni Heavyweight_Dulla. Ndivyo anavyopatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tumemtafuta ni mara baada tu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports kutokufika kwenye mkutano wa waandishi wa habari ambao huwa unafanyika siku moja kabla ya mchezo. Dulla, Heavyweight, kwanza nifahamu hali yako iko vipi? Kwema ndugu yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo limekwenda vizuri. Tunahesabu tu masaa hapa kwa ajili ya kuelekea kwenye mchezo mkubwa. Safari hii mchezo unakuwa decisive. Unaenda kuamua, maana yake historia inaweza ikajirudia. Maana yake mara mwisho kwa timu kutoka kwa timu hizi, maana yake kwa za Kariakoo Derby kucheza mchezo wa kimaamuzi ni mwaka 1985. Wakongo wanaelewa. Kwa hiyo inaweza ikajirudia, na ile bahati mbaya mchezo haikumalizika. Kwa hiyo tunaweza tukarudi tena kuangalia mchezo wa kimaamuzi ambao pia kuna ile mwaka 1989 ambayo Simba ndio ilikuwa inataka kushuka daraja. Pia ilikuwa ni mchezo ambao unaamua hatima ya mnyama Simba. Safari hii inakuwa ni mechi ambayo aidha mmoja anapata kombe mbele ya mwenzie, na Simba akiwa na kibarua kigumu zaidi kwa sababu anahitaji ushindi tu. Sare yoyote pamoja na ushindi kwa Yanga, basi Yanga anakuwa bingwa. Kwa hiyo umeanza vizuri sana kaka. Lakini watu wa Simba Sports wamekula nyoya kaka. Dalili ambazo kwa baadhi ya mashabiki wanafurahishwa na kile ambacho timu imefanya, lakini wapo baadhi ambao wanaamini Simba bado atakwenda kucheza mchezo nambari 184 ambao ulighairishwa mara 2, ya 3 ni tamati sasa. Kwako wewe, maoni yako katika hili yapo vipi Dulla? Simba Sports kutokwenda ni dalili za kwamba hawatofika kwenye kwenye mchezo wenyewe wa derby hapo kesho? Hapana. Unajua mimi nimejaribu kufuatilia kwa sababu kuna habari za uchunguzi na kuna habari za kutoa maoni. Hii ni swala ambalo linahitaji uchunguzi ili uweze kujua, kubaini nini ambacho Simba wanakifikiria kwenye fikra zao kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwanza ni kweli hawakwenda kwenye press conference, na kwa taarifa ambazo ninazo pia wanaweza wasihudhurie pia pre-match meeting ambayo inafanyika siku ya mchezo. Lakini hii yote ni kwa ajili ya kuhamisha discussion. Unajua discussion ibase zaidi kwenye haya mambo kwamba bana Simba hajaenda, Simba hivi, je watatokea, je hawatocheza hivi na hivi, na kupunguza ile pressure ya mitandaoni kuwataka wachezaji. Nafikiri inaeleweka kwamba kwa sasa hivi tulipofikia kwenye mitandao mingi ya kijamii, wasemaji wengi wa kwenye mitandao huko wamekuwa waki underrate sana Simba, kwamba azifu kwamba Simba hawezi kumfunga Yanga na vitu kama hivyo, kutokana na record ambazo zimekuwa zikiendelea. Yanga kushinda mechi zake nyingi na vitu kama hivyo dhidi ya Simba zimefanya sasa kujaribu kuhamisha discussion, ili discussion sasa irudi kwenye mambo ya nje zaidi. Alafu pia Simba muda huo nikwambie tu kwamba wanaendelea na maandalizi yao vizuri, yani wako effective, wanaendelea na maandalizi na kila ambacho kinahitajika kuelekea kwenye mchezo wa kesho wanakifanya kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo hili swala la kusema hawajaenda kwenye press conference au kutoenda kwenye pre-match meeting isikuchanganye ndugu yangu. Mnyama Simba kesho wanaibuka pale uwanjani na wanaibuka na nguvu kubwa kwa sababu maandalizi wanaofanya ni mazito. Kwa hiyo discussion tu itakuwa imehamia kwenye mambo ya kama hivyo, mambo hajatokea, mambo ya nini, lakini yale mambo ya kwanza sasa ku underrate wachezaji, sijui nini, kuna sijui kuna hichi kuna kile ambacho kinaweza kika affect saikolojia ya mchezaji mmoja mmoja kuelekea kwenye mchezo. Simba wametaka isiwepo. Kwa hiyo bora discussiwe mambo mengine ambayo haya affect wachezaji, ndio kitu ambacho Simba Sports Club wamekifanya kuelekea kwenye mchezo wa kesho, na nafikiri ni good idea, japokuwa inaweza ikaumiza kote kwa sababu kuna baadhi ya mashabiki ambao hawaelewi hii move. Wanaweza wasione kwamba game ipo na nini, wakashindwa kuelewa kwa sababu hata mashabiki wana maandalizi yao pia, umeelewa? Kwa hiyo inaweza ka affect kidogo uhudhuriaji wa mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo husika, ambao katika mchezo ambao Simba wanahitaji mashabiki wengi zaidi msimu huu, basi ni mechi ya Yanga hii dhidi ya Simba.
na ni kwa sababu ni mechi ya maamuzi na inaamua hatima ya msimu huu kwa Simba Sports Club, ambaye kama atakosa nafasi ya kutoa ubingwa basi anaondoka patupu kwa mwaka wa 4 huu. Zile tiketi ambazo kwa zimekata tarehe 8 ya mwezi wa 3 zitatumika kwenye mchezo unaofuata hapo kesho. Lakini unadhani mwitikio wa mashabiki utakuwa kwa kiwango hicho, hususan kwa upande wa Simba Sports, kama ambavyo umezungumza kwamba wachezaji wanahitaji idadi kubwa zaidi ya mashabiki? Nadhani kuwapa motisha ili kutafuta kile ambacho wengi ndicho wanakwenda kukitafuta pale uwanjani. Of course hili sakata litaathiri kidogo uhudhuriaji wa mashabiki, hiyo iko wazi, kwa sababu sana sana mashabiki wa Simba ambao wapo dilema, kwa sababu kumbuka kuna tamko ambalo Simba walitoa kwamba mechi kisogezwa kutoka Juni 15 kwenda kwenye tarehe tofauti basi hawatoitambua. Kuna baadhi ya mashabiki ile taarifa bado wanayo kichwani na wanaendelea kusimamia msimamo huo. Kwa hivyo naona uhudhuriaji wa mashabiki upo upande, yani ile athari ya uhudhuriaji inaweza ikawa upande mmoja tu, upande wa Simba. Lakini Yanga kama kawaida wao watakwenda kuangalia mchezo, sababu of course, kwa sababu kwa upande wa Yanga wao ni kama wana ushindi, umeelewa, ni kama wana ushindi kwamba matakwa yao yamesikilizwa, umeelewa, tarehe imesogezwa mbele, jambo ambalo pia walikuwa wamedemand hivyo, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo labda kwenye issue labda ambayo wamekutana nao kama surprise kuelekea kwenye mchezo wa kesho ni issue ya waamuzi, umeelewa, lakini kwenye sehemu zingine zote nafikiri walikuwa wametaka walichotaka na wamekipata. Kwenye eneo ambalo umeanza kuligusia, nilikuwa nataka twende taratibu, ile kwa kuwa umelisema acha niulizie hapo uliposemea. Waamuzi 4 wanatoka taifa la Misri. Nikirejea nyuma alikuwa amepangwa Arajiga, na wengi walimzungumza Arajiga kwa sababu ni mwamuzi ambaye anapata paka mechi za kimataifa na anachezesha vizuri. Uwepo wa marefa ambao wanatoka katika taifa la Misri ni tafsiri ya kwamba mpira utakwenda kuamliwa katika haki, lakini ili unaliona ni takwa la nani kwako kwenye zile za uchunguzi? Simba Sports wanaweza akawa wamepenyesha hilo, au ni bodi ya ligi wameona kwamba kuna umuhimu au ipo haja ya kuleta waamuzi nje na wale ambao huwa wanashughulika katika hizo mechi? Unajua hili swala mimi mwenyewe lilikuwa kwangu kama surprise. Sikutegemea kama kuna hii move ya kuleta waamuzi wa nje, niwe mkweli. Na nilijaribu kumsikiliza mwenyekiti kamati ya waamuzi Bwana Hamdun, ambaye alisema kwamba hii ni idea ya pamoja, umeelewa, bodi ya ligi ikishirikiana pia na TFF walikaa wakadiscuss, wakaona kutokana na uzito wa mechi husika, ukubwa wa hadhi ya ligi pamoja na ubora wa dabi, ambao dabi hii nafikiri ni ya 3 barani Afrika currently, wakaona kuna haja kusiwe na manunguniko yote ya kimaamuzi. Na nashangaa sana, unajua sisi wa Tanzania ni design kama hatujui tunahitaji nini kwenye maisha yetu. Unakuta mtu tulikuwa kila baada ya dabi kumalizika discussion kwenye maredio, mavipindi nini, na kwa ni waamuzi wamefeli. Dabi iliyopita Kayoko aliharibu, dabi ya nyuma Rajiga lalamikiwa. Sasa kumekuwa kuna malalamiko dhidi ya waamuzi katika dabi nyingi sana ambazo zinachezwa. Wanaotoa malalamiko ni nani? Ni wadau wa soka pamoja na mashabiki pamoja na watu wengine. Lakini vile vile hata baadhi ya viongozi, umeelewa, wameshawahi kuingia kwenye heka za kutaka kufungiwa kwa sababu ya malalamiko dhidi ya waamuzi. Sasa safari hii wenye mamlaka wameleta waamuzi kutoka nje. Hao wanaanza tena kulalamika kwamba sijui kwa nini waamuzi wanatoka nje na vitu kama. Utasema ndio mara ya kwanza waamuzi wanakuja kutoka nje. Mechi ya Simba na Azam FC ishai kuamuliwa na waamuzi kutoka Somalia. Nafikiri inajulikana. Sasa kwa nini leo hii inaonekana kama vile waamuzi kuja kusimamia na ni waamuzi wazuri? Sinaelewa. Swala linafuatia mara baada ya tarehe kubadilishwa, kwa sababu tarehe 8 mechi ilikuwa ni ile hadhi ni ile. Kilichobadilika ni nini mpaka waamuzi wakaletwa tofauti na tarajiwa wa nchi? Yaani swali ndio linakuja hapo. Yaani kilichobadilika ni nini? Kama tarehe 8 alikuwa ni Arajiga, sasa kipi ambacho kimefanya asirudi Arajiga na wawepo marefa wa taifa lingine? Arajiga currently hayupo, yupo Misri. Kwa hiyo hao ambao wanalalamika sasa wana hadhi alafu wanalalamikiwa kila baada ya mechi.
Kayoko kila baada ya mechi analalamikiwa penalty 3. Ukumbuke pia hata wa Misri kwao walikuwa na malalamiko kutoka kwa Al Ahly kwa Zamalek na dabi ilishindikanika kwa sababu Kayoko unajua ngombe kitu. Hata hiyo dabi ya Cairo. Umeelewa? Malalamiko yamekuwa mengi. Kwa sababu nitakupa tofauti. Ndio. Yule anatoka Misri, hafungamani na Simba wala Yanga. Ndiyo. Lakini anavyokuwa kwao Misri anaweza akafungamana na moja ya timu. Hiyo ni kitu ambacho kina nini? Kwa sababu mbona kwenye mechi za kimataifa refa hawezi kuletwa ambaye anatoka ukanda mmoja na timu yoyote inayocheza. Mbona hiyo hatuoji? Basi ingekuwa hivyo raha, basi mechi ya nyumbani anachezesha watu wa Tanzania, mechi ya away anachezesha mtu kwa mfano kama Simba inacheza na Al Ahly anachezesha Misri, ingekuwa fair? Isingekuwa fair, si ndio? Sasa kama kwao wanamlalamikia ni kwa sababu either anafungamana na giant mmoja wa Cairo, kama si Zamalek basi Al Ahly. Kwa hiyo sioni sasa sababu ya kucompare vitu kama hivyo, kwa sababu ni very big difference. Umeelewa? Anakuja hapa Simba na Yanga zote yeye hana muda nazo. Yeye timu yake anaoipenda ipo kwao Misri. Kwa hiyo anakuja hapa kusimamia sheria. Na huyu refa ni mzuri sana. Labda niombe kitu kimoja. Unajua mechi ya Yanga na Simba hii tumeizungumzia sana kwenye before tarehe 8. Tulizungumzia sana kiufundi. Umeelewa? Na safari hii imetunyima sana kuizungumzia kiufundi kwa sababu matukio ya hapa na pale yamekuwa mengi sana. Na watu wanataka kusikia jambo linaloendelea currently kuliko kudeal na kuruka step. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo nina uhakika navyo ni kwamba mechi kama hizi zinaamuliwa na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Unaweza ukawa na performance as a team, ukawa na performance nzuri, lakini kumbuka unaenda kucheza na timu ambayo, yani kwa kifupi timu zote zina performance nzuri. Labda niweke hivyo kwa sababu zimepishana alama moja mpaka mwisho wa ligi. Na still wao kwa wao ndo wana decide nani atachukua ubingwa. Na timu zote hivi zote mbili zimesha prove kwamba zinaweza zikakuangusha when it matters most. Lakini tukianza na Yanga wametuangusha when it matters, yani kwamba pale inapohitajika zaidi basi wanaangusha, ikiwemo mchezo ambao walitoka sare dhidi ya MC Alger ya bila kwa bila. Walikuwa wanahitajika kupata bao moja tu. It matters only one goal. Unashindwa kufunga, unaenda unafunga mechi zinazofuatia za ligi 5 6 5 3 4 nini, lakini inapohitajika goli moja alishindwa kudeliver hilo goli moja. Wakajikuta nafasi ya 3 anatoka kwenye hatua ya makundi. Simba inakuwa timu pekee ambayo haijawahi kufeli kwenda kwenye edition kwenye stage inayofuata baada ya Champions League group stage. Sio, unanielewa? Yanga wakashindwa. Ya Simba naye it matters most kwenye finali. Bili umeshafika finali all the way. Ulitakuwa uhakikishe tu kwamba unavoenda away usiconcede mabao, unavokuja nyumbani upate mabao. Imeshindikana. Wakafeli. Wakaenda kucheza na Singida. It matters kwa sababu ilihitajika wao waweze kushinda mchezo waende kwenye finali, wakashindwa kuprove. Wakafeli. Si ndio? Sasa bado kuna wote wawili hao ambao wameshindwa kuprove when it matters most wanakutana sasa. Wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo probably ikitokea sare, kwa hiyo hapo inaeleweka. Mfano ikija kutokea sare inakuwa ni faida kwa Yanga, lakini itakuwa ni result ambazo hazitoshangaza kwa asilimia kubwa. Umeelewa? Sasa tunarudi kwenye key point. Hizi timu zote mbili ni timu bora. Na sitaki kusema nani mzuri nani sijui nini, kwa sababu timu zote mbili zinaweza yoyote anaweza akashinda na isiwe big deal. Sawa? Lakini tu labda niseme kwenye ngo moja kwamba hizi mechi zinaamuliwa na individual brilliance. Uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu walimu wa timu zote mbili probably watakuwa wameshasomana mpaka dakika hii. Wapi hapo madhaifu ya Simba, wapi hapo madhaifu ya Yanga. Sawa? Tunaenda kwenye encounter ambayo tunategemea zaidi solution kutoka kwa mchezaji mmoja mmoja. Na nikitizama kwa umakini, kitu ambacho Yanga kinawasumbua ni pamoja na wachezaji wale ambao wana usumbufu, wenye uwezo mzuri wa kudribble mipira, wenye kasi, umeelewa? Kulingana na sasa nazungumzia Yanga sasa. Wachezaji ambao wanawasumbua ni wale wenye usumbufu. Unajua wachezaji wenye usumbufu. Kwa mfano mtu kama Eli Mpanzu sio lazima afunge bao.
ndo useme kwamba ameperform vizuri, ila ni mchezaji ambaye akiwepo tu ile threat yake, usumbufu wake, uwezo wa kudribble, kasi yake, kufika kwenye maeneo na nini, inaweza ikawapa shida sana Yanga. Na Yanga wamekuwa ni moja ya timu aggressive sana, especially wanapocheza na timu kama Simba Sports Club. Sasa wanaenda kukutana na muamuzi Amin Mohamed Amin Omar kutoka Misri, ambaye huyu kutoa penalty kwake ni jambo la kawaida sana. Nafikiri kama wamefuatilia michuano ya CAF Champions League, walikuwa group moja hawa na Al Hilal na TP Mazembe. Ndio bwana Jaffe. Mechi ya TP Mazembe ambao ya Al Hilal ambao walishinda mabao 2-1 dhidi ya TP Mazembe. Leo alitoa penalty dakika 22 tu ya mchezo. Mohamed Abdulrahman ali-convert. Umeelewa? Akaja akapewa pia robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. USM Alger na CS Constantine zote kutoka nchini Algeria. Mchezo wa second leg USM Alger yupo nyumbani. Si unanielewa alitoa penalty dakika 25 ya mchezo ikiwekwa kambani na Adem Alilet. Si umeelewa? Lakini kwenye mchezo wa ligi Al Masry wanawakaribisha Al Ahli Boja Al Arab. Al Ahli wanashinda kwa mabao 4-0. Alitoa penalty kwa Al Ahli. Unaelewa? Penalty ya kwanza kabisa Marwan Atia anaiconvert. Kwa hiyo najaribu tu kuambia kwamba katika incidents iliyopita penalty 3 zilitokana na wachezaji ambao nimetaja wana sifa za usumbufu. Sasa kwa kipindi kile alikuwa ni Kibu Dennis. Safari hii kuna Eli Mpanzu pamoja na Kibu Dennis bado yupo. Kwa hiyo uhakika wa wachezaji wawili kufika kwenye box ni mkubwa, na Yanga kwa sababu wana uwezo wanapenda kuwa aggressive kwenye box, probably wanaweza wakamchezea rafu au wakamgusa kwa bahati mbaya na huyu jamaa akafunika. Hao ni shida yote, na by the way akishamaliza hii anaondoka zake kwao. Kwa kumbe yale makosa aliyoshindwa kufanyiwa kazi na Kayoko, sasa wameleta mtu ambaye anaweza kufanya kazi. Inawezekana, ila mimi najaribu tu kuwaonya. Lakini jambo jingine, umeelewa? Huyu jamaa anamwaga kadi kama njugu. Naambia mapema sawa, kwa sababu unajua mimi nikizungumza mambo maana yake nakuwa na uhakika na hivyo vitu. Ni swala la muda kutimia. Of course. Huyu jamaa anamwaga kadi kama njugu. Kama njugu. Imagine katika mechi 9 za Egyptian Premier League, mechi 9 ametoa kadi za njano 32. Mechi 9 kadi 32. Si unanielewa? Sasa kuna wale wachezaji ambao mara nyingi marefa wa ndani wanawaogopa. Si unanielewa? Marefa wa ndani huwa baadhi ya wachezaji wanawaogopa na wanacheza sana rough. Kuna tactical fouls alafu kuna zile intentional fouls ambazo zipo tu hivyo. Umeelewa? Na washauri na timu ambayo inacheza aggressive zaidi inajulikana ni Yanga. Sasa ikitokea unacheza aggressive, huyu jamaa anakulima kadi ndugu yangu. Mapema sana utaumia. Kwa hiyo mwisho wa siku, japokuwa sio mtu wa kutoa sana kadi nyekundu, lakini hizo njano kawaida, kwa sababu ana record ya amewahi kutoa kadi 9 ndani ya mchezo mmoja. Sio, unaelewa? Kwa hiyo sasa kocha anamaanisha refa kama huyu si wa kumnini, wa kumletea mzaha kwenye kazi yake. Sawa? Kwa hiyo katika hii engo naweza nikasema napenda kuona na nahisi nitaenda kushuhudia dabi ambayo itakuwa fair kimaamuzi. Na nimejaribu kuzunguka baada ya hii taarifa, nimeona wengi ambao wanahuzunika kuletwa kwa refa mgeni ni zaidi Yanga mashabiki, kwa sababu nimeona andiko la Manara, nimeona swala, lakini vile nimesikia pia tamko la Ali Kamwe akiwasilisha kwamba wao kama klabu watapeleka malalamiko yao kwenda kwa TFF kwa maandishi kwamba kuhusiana na kuwa appointed kwa referees ambao ni wa nje. Yaani bado kuna sakata litafuata tena. Wanaona kama kuna ukiukwaji wa kanuni na vitu kama hivyo. Sasa mimi nawaambia tu wangefocus na mchezo, kwa sababu referee ni mtu ambaye anasimamia mchezo. Kwani lazima awe Mtanzania ndo atakuwa ndo mtahisi kwa sababu kama mnataka referees Mtanzania, kwani mna nini? Yaani kuna nini baina yenu na mareferees wa Kitanzania? Umeelewa? Kwani yule ajui kwani sheria za mpira si zile 17? Zile zinatumika, iwe refa kutoka England, awe kutoka Germany, awe kutoka Turkey, awe kutoka Misri, awe kutoka Algeria, awe kutoka Kenya. Umeelewa? Maamuzi yanakuwa yale. Sheria za mpira zile. Referees anakuwa guided na hizo sheria, anazitafsiri.
Umefanya foul, ataweka foul. Umecommit foul ndani ya penalty box, ataweka penalty. Sasa unalalamika nini? Hakuna tofauti, hakuna kanuni za referee wa Misri ambazo zinatofautiana na referee wa Kibongo. Kwa hiyo atulie, wangefocus na mchezo. Kwa hiyo ni kwamba tu mimi kwa style hiyo naweza ngasema Yanga watakuwa na sijui nitumie kauli gani, lakini ni kwa sababu pia watu wengi wameshawa backup Yanga kwamba wana timu nzuri ya kuweza kuifunga Simba, wana Pacome, wana Chama, wana Prince Dube, sijui Clement Mzize, I understand. Lakini nao pia watu wasisahau kuambia Simba nao kwenye individual players mmoja Simba ndo wanaongoza kwenye kila jambo. Top scorer upo Simba, mtu mwenye assist nyingi hayupo nje, hayupo Simba wala Yanga, lakini anayefuatiwa upo Simba. Umeelewa? Wachezaji ambao wana impact kubwa zaidi kwenye maeneo ya kiulinzi, kwa mfano goalkeeper Musa Pinpin Kamara ndo anaongoza kwa clean sheet. Yaani wanatakiwa pia waambiwe kwamba Simba nao si kitoto kwenye mchezaji mmoja. Kwa sababu kuna timu moja kwenye mitandao ya kijamii inakuwa praised zaidi. Umeelewa? Kwa hiyo hata kwenye point, na ndio maana hata kwenye point mambo hayaongopi. Huyu ana pointi 79 au mwingine 78. Tofauti moja. Sasa utasema kwamba huyu sijui mbingu, na kama ukiangalia matokeo ya michezo ya nyuma, well ni good, lakini timu azigandi zile sio barafu, zinabadilika. Kabisa. Umeelewa? Na kila siku zinakuja na approach mpya, zinakuja na, kwa sababu ingekuwa hivyo basi huyu anayeshinda tu kila siku angekuwa anashinda milele. Mbona kuna siku anapoteza? Kwa hiyo inapokuja swala la kuamua kwa mchezaji mmoja, of course Simba naona ina wachezaji mmoja hatari zaidi. Mi kwa hapo sina la nyongeza hivyo iti. Nitasubiri tu kesho saa 11 ndio jambo lenyewe, na hapo baadaye nitakuwa nimetulia kusubiri kuona Simba ataenda katika uwanja wa mazoezi au safari hii atatulia na kikosi chake kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa hapo kesho. Naomba tuweke nukta, niseme tu asalamu alaykum. Tumalize na kikosi kabisa, si ndio? Mwanangu fanya hivyo. Kwa hiyo kikosi tunapiga vyote au unapiga kimoja?